Rais Samia, kwa nafasi yako ulio nayo, sio kila mtumishi wa Mungu anaweza kukuletea ujumbe aliopewa na Mungu. Lakini kwa sababu Mungu ni wa upendo na huwa hataki kufanya jambo lolote kwa kumstukiza mtu, huwa anatengeneza mazingira yoyote yale ili kuweza kumfikishia mhusika ujumbe. Kuna mambo mengi ambayo yanatokea kwenye taifa la Tanzania na yanayotokea kwenye utawala wako, ambayo kuna baadhi ya watumishi wa Mungu walionyeshwa kabla. Na siku zote Mungu anapoonyesha kitu kabla, mara nyingi sio tu kwamba anatoa taarifa, bali wakati mwingi huwa anaonyesha ili mhusika aweze kukaa chini na kutafakari na kuangalia njia ipi aitumie au njia ipi sahihi aifuate. Nakumbuka mimi kwa mara yangu ya kwanza kabisa kusema chochote juu ya Tanzania ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 10 2025. Haimaanishi ya kwamba Mungu alikuwa hanionyeshi yanayoendelea juu ya Tanzania. Maana pale tangu nilipokuwa na mzigo kuombea uamsho wa neno la Mungu, nikajikuta kwamba ninaonyeshwa kwa habari ya utumishi wangu, lakini pia ninaonyeshwa juu ya taifa. Maana mimi niliacha kazi 2020 niliyosomea ili nimtumikie Mungu baada ya kuendelea kushindana na Mungu kwa muda mrefu, kiasi kwamba siwezi kuelezea sana namna ambavyo wito wangu, lakini nimewahi kuelezea kwamba mimi nilitokewa kwa mara ya kwanza kwa maono waziwazi mwaka 1998 nikiwa bado mtoto kabisa. Nilikuwa na miaka 8. Lakini pia nikaja kutokewa na maono mwaka 2008. Mwaka 2008 nikaja kutokewa na maono nikiwa sekondari, nimeanza kupunguza kumtumikia Mungu. Kwa hiyo na wakati huo nilipomaliza nikiwa form 4 2011, nikamwomba Mungu anipumzishe kumtumikia mpaka nitakapomaliza chuo. Na Mungu ni mwaminifu, akanifanikisha kufaulu kwenda chuo, lakini 2018 nilipokuwa nimemaliza nikakataa. Kwa sababu baba yangu ni mwinjilisti, nimeona maisha magumu ya utumishi. Kwa nikamwambia Mungu, kama bado unanihitaji kwenye utumishi, ninaomba nifanye kazi miaka 5, alafu baada ya miaka 5 nitakuja kukutumikia. Kwa hiyo miaka 2 ninashindana na Mungu kumtumikia. Nilikuwa tayari, nilikuwa sitaki kuanza utumishi kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo 2020 hapo ndipo ambapo niliamua kumtii Mungu, kwa sababu alizungumza nami kwa lugha nyingine. Kwa hiyo hata pale ambapo Mungu alianza kusema nami juu ya uamsho na juu ya Tanzania, nilikuwa ninaamini kwamba hiki anachonionyesha kinaweza kutokea. Maana nilikuwa najaribu kupata picha na namna Mungu alivyokuwa ananitumia, ambapo sitaki kuelezea mengi ili yawe marefu. Sasa nakumbuka sasa kwa mara yangu sasa kusema juu ya Tanzania ilikuwa ni hiyo tarehe ambayo nimeitaja, tarehe 1 mwezi wa 10 2025. Na niliyoyasema mengi yalikuwa nimeyaona tangu muda mrefu, lakini unajua sio kila anachokuonyesha Mungu lazima useme. Kuna kingine anakuonyesha ili uombe tu. Sasa nakumbuka nilipokuwa naendelea kuona mtandaoni watu wanabishana kwamba hakutakuwa na maandamano, hakutatokea chochote, nikawa najizuia kusema kila ambacho Mungu alinionyesha. Lakini kuna wakati nilikuwa nasikia sema ili atakapotokea wajue ya kwamba Mungu alionyesha. Kuna kumbuka moja kitu ambacho naonyesha juu ya Tanzania ni ndoto ya tarehe 24 mwezi wa 8 2023, ambapo niliota kwamba kuna machafuko, watu wenye silaha wanawakimbiza wananchi, na wale wenye silaha walikuwa baadhi walikuwa wameficha nyuso zao.
Sasa nikatamani kwamba kabla hakijatokea chochote, naomba niseme ili kusudi siku nikija kurejea huu ujumbe watu wasije wakasema kwamba mbona hukusema. Kuna sasa hivi nimeamua kusema ili hata kama kitatokea watu wasije wakasema kwamba Mungu hakusema. Ni mwezi wa 10 tukiwa tunaendelea kuombea juu ya taifa kabla maandamano hayajatokea tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Mmoja wana maombi aliona kwamba kulikuwa kuna machafuko makubwa kwenye anga la Tanzania, na akakuona wewe ulikuwa umeinuliwa sana. Lakini baada ya hapo zikatokea nyota mbili, kitu kama radi nyota, zikakupiga mabegani na ukao umeanguka chini. Tukaendelea kuomba, lakini pia hata baada ya maandamano yale ya tarehe 29 bado tukiwa tunaendelea kuomba, tukawa tunaonyesha tena machafuko. Sasa hii hotuba ya tarehe 2 mwezi wa 12 2025 imenifanya nikumbuke kila ambacho Mungu alikuwa anaendelea kutuonyesha kwamba bado kunaweza kutokea machafuko. Kwa akili yangu ya kibinadamu ilikuwa ni ngumu kuamini ya kwamba yanaweza kutokea machafuko mengine, kwa sababu siku zote wanadamu huwa tunasema huwa tunajifunza kupitia makosa. Kwa niliamini kabisa kwamba kwa makosa aliyotokea kwenye maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 hayatajirudia tena, bali serikali, viongozi mbalimbali watatafuta namna nzuri ya kuweza kutatua matatizo yanayoikabili Tanzania. Lakini kwa hotuba ulioitoa imenifanya nikumbuke ile ndoto ambayo Mungu alionyesha miaka 2 kabla haijatokea na ikatimia. Lakini pia nikawa nakumbuka sasa kwamba hiki ambacho Mungu amekuwa kituonyesha mara kwa mara kwamba kunaweza kutokea machafuko, na baada ya hapo ndipo anguko. Kiukweli ndani yangu nikawa napata mzigo, kwa sababu siku zote nimejifunza kwamba wakati watu wanamuwazia mtu mabaya kwa sababu ya uovu wake, Mungu anamuwazia mema, anamuwazia kumtoa kwenye uovu wake ili awe salama. Ni sawa tu na mzazi ambavyo anampenda mtoto wake hata kama jamii itamchukia kwa matendo yake. Mzazi siku zote atakuwa anatafuta namna ya kumsaidia mtoto wake. Kadhalika sisi sote tumeumbwa na Mungu. Watanzania wote wanaweza kukuchukia kwa yale ambayo yanaendelea kwenye uongozi wako, lakini chuki ya Watanzania haiwezi kafanana na Mungu anavyokuchukia. Mungu anapokuchukia hakuchukii ili akuangamize. Anakuchukia kwa matendo yako, lakini sio ili uangamie. Kwa ujumbe huu ndani yangu nikawa natamani Mungu anisaidie, aniongoze nini nifanye. Cha kwanza, kwenye kamati yetu ya maombi, mimi tangu mwanzo niliacha kuomba mabaya juu yako, maana Mungu alinikataza. Na posti zote za kuomba mabaya nimeziacha Facebook, nisizifute ili iwe rejea kwa watu wengine. Kwa Mungu alinionya mimi bila ndoto, ila kwa sauti kabisa ya ndani, kwamba mimi ukiwa mtumishi wa Mungu unamwakilisha Mungu. Kwa hiyo huendi kwa hisia zako na mihemko yako, bali unaenda kumwakilisha Mungu. Kwa kama wewe umekasirika, Mungu hajakasirika, inatakiwa usiende kwa hisia za makasiriko yako, bali uende kwa hisia za Mungu. Na kama Mungu amekasirika juu ya mtu, alafu wewe unampenda huyo mtu, utakiwa uende kwa furaha yako kwa huyo mtu, bali uende kama Mungu anavyokutuma. Kwa hiyo katikati ya haya yote ambayo umefanya kwa ajili ya Tanzania, ambapo najua sio wewe moja kwa moja, maana mimi kwenye ndoto zangu zote ambazo Mungu alikuwa anaonyesha juu ya taifa, hajanionyesha wewe moja kwa moja, amekuwa akinionyesha Rais mstaafu Kikwete. Lakini huu ni ushauri ambao nimekuwa nikimuomba Mungu aniongoze nini ambacho anatamani wewe ufanye.
Kwa kuwa Mungu ameonyesha kwamba baada ya machafuko ndiko kuna anguko lako la wewe na utawala wako. Maana mabega, nyota zionyesha zimekupiga mabegani. Kumbuka tukirejea mfano wa mamlaka jeshini, nyota zinawekwa mabegani ambazo zinaashiria mamlaka. Kuna wewe kupigwa na nyota zile mabegani, maana yake inaonyesha kwamba kushushwa kwa utawala wako. Na ile kuonyesha kwamba ulikuwa juu na pa, maana yake ni ile nafasi yako ya rais. Ila kupigwa mabegani maana yake ni kuondolewa mamlaka yako, kushushwa. Sasa ombi langu na kila ambacho nilikuwa nikimsikia Mungu ndani yangu ni kwamba inawezekana kabisa ndani yako unakusudia kutumia nguvu ya dola kudhibiti maandamano. Kila ambacho Mungu amenionyesha sio kwa ndoto ila kwa sauti ya ndani. Maana nimekuwa kimya kwa sababu natamani kusema kila ambacho Mungu anasema. Ni kwamba ni kukupa ushauri wa bure ya kwamba usitumie nguvu ya dola kwenye maandamano haya. Kwa sababu pale ambapo kutakuwa na mauaji, pale ambapo kutakuwa na machafuko, itakuwa ni daraja endelevu la wewe kukuangusha vizuri kama ambavyo Mungu alionyesha kwenye ndoto. Lakini jambo la pili, ndoto ya kwamba kumetokea machafuko na baada ya hapo ndipo ukapigwa na zile nyota mbili kutoka mbinguni na ukaanguka, ilionyeshwa kabla ya maandamano ya tarehe 29. Kwa inawezekana kabisa, kwa sababu mimi nakumbuka nilisema kwa upendo, nilituma ujumbe kwako kwa upendo. Lengo ilikuwa ni kwamba Mungu alinionyesha kwamba natakiwa kusema na wewe kwa upendo kabla chochote kibaya kijatokea, ili usije ukamlaumu Mungu kwamba Mungu hakukupenda, hakupendi. Mungu anakupenda, ndio maana alikuonya mapema. Sasa inawezekana hayo machafuko ambayo yalionyesha yatagharimu mamlaka yako, inawezekana ndio yale ya tarehe 29 yaliyotokea, au ni haya mengine, au ni muunganiko. Lakini ushauri wangu wa bure ni kwamba huu ni wakati ambapo unahitaji kuwasikiliza watumishi wa Mungu wanaokushauri badala ya kuwachukia. Kwenye Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa Ahabu. Ahabu aliwachukia watumishi wa Mungu wanaomwambia ukweli. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati Mambo ya Nyakati ya pili sura ya 18 mstari kuanzia wa kwanza. Ahabu alikuwa amepanga kwenda kupigana vita huko Samaria, na alikuwa na rafiki yake Yehoshafati mfalme wa Israeli. Kwa akamwalika ili waende pamoja naye. Yehoshafati akamwambia, hakuna mtumishi wa Mungu ambaye anaweza akatuonyesha kutoka kwa Bwana? Basi Ahabu akasema, yupo Mikaya, lakini namchukia kwa sababu yeye hanibashirii mema. Basi Yehoshafati akamwambia, usiseme hivyo. Basi akaletwa Mikaya. Mikaya akamwambia, ukienda akasema, nimewaona Israeli wakiwa wametawanyika. Naomba nisome huo mstari. Mambo ya Nyakati ya pili 18 na ule mstari wa 16. Akasema, naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Naona Mikaya alikuwa ameonyeshwa na Bwana kile ambacho kitaenda kutokea, maana siku zote Mungu yuko mbele ya muda. Lakini Ahabu hakutaka kusikiliza, kwa alienda. Kilichotokea, alienda kufia vitani. Sasa hivi ni wakati ambapo watumishi wengi wa Mungu wanakushauri ya kwamba uachie madaraka, itakuwa ni nafuu kwako. Na kuna namna ambapo kuna mambo mengi yanaweza yasiendelee, yasikupate mabaya zaidi kwa kujihudhuru mapema. Unajua wakati mwingine
wakati mwingine ushindi mwingine huwa unapatikana kwa kuamua kutoshindana. Kwa hiyo ikikupendeza unaweza ukachukua huu ushauri, ukajihudhuru mapema. Na sio kila mtu ambaye anakuambia kujihudhuru madaraka anakuchukia. Kuna watu ambao wameonyeshwa kila ambacho kiko mbele yako, na kwa upendo kabisa wa moyo wanakushauri, kwa sababu tukiondoa tofauti zetu, hakuna mwanadamu ambaye anatenda mema tu wasikosee. Kwa kuna wakati mwingine tunashauriana kwa upendo hata kama kuna mtu amekosea au amekuudhi. Huu ni ushauri wangu wa bure ambao yamkini siku moja unaweza ukakumbukwa. Maana siku zote manabii wote tunaowaona hawa, kina Yeremia, kina Isaya, kipindi chao hawakuwahi kupata heshima hata siku moja. Walikuwa ni watu wa kujificha, watu wa kutukanwa, watu wa kubezwa. Mfano, Isaya kuna wakati ambapo aliambiwa na Mungu atembee uchi. Can you imagine mtu ambaye leo tunamheshimu kama Isaya, nabii mkubwa, aliwahi kutembea uchi miaka 3 ili atimize tu ujumbe wa Mungu kwa Israeli. Kadhalika na sasa hivi kuna watu ambao wana ujumbe sahihi kwa ajili yako na serikali yako, lakini kwa mtazamo wa nje hawana heshima, hawaonekani kuwa na mvuto, hawaonekani kuwa wanaweza kusikilizwa, lakini ndio wamebeba majibu ya hatima yako na uzao wako. Kumbuka wewe ni mama, ni bibi, na hivyo kwa sababu kuna uzao ulionao sasa hivi na kuna uzao utauacha. Kwa hiyo lazima uangalia kwamba unaacha maisha gani pia kwa wengine. Kwa mimi ndio huo ujumbe ambao nimeshauri, hasa baada ya kuona kile ambacho Mungu alikuwa anatuonyesha kwenye maombi kwamba kunaweza kutokea machafuko mengine, na kwa kauli yako imeonyesha hivyo. Kwa nikaona nikukumbushe ndoto ambao Mungu alionyesha machafuko miaka 2 kabla na ametimia, na ndoto ambayo ilionyesha kwamba baada ya machafuko ndipo kulitokea anguko lako. Na kuna wakati mwingine anguko lako linaweza lisije moja kwa moja kupitia Watanzania. Sasa hivi umeingia kwenye wakati ambapo vita yako sio tu ya wewe na Watanzania au wewe na Gen Z, bali vita yako pia imehamia mpaka kimataifa. Kwa ilianza ndani ya nchi, sasa imeenda mpaka nje ya nchi. Inahitaji hekima. Lakini wito wangu wa mwisho kwa Watanzania wote, wakati nimemwambia Mungu niko tayari sasa unitumie upendavyo, kama umechagua, maana kwenye ndoto nionyesha kwamba nimekuwa sauti kwa Tanzania. Mungu akikuonyesha hivyo haimaanishi kwamba wewe umekuwa top kuliko wote, bali utakuwa mmoja ya wengine. Maana yake kwamba Yesu alipoita mitume, hakuita mtume mmoja tu, aliita mitume wengi. Maana yake kwamba na mimi ambaye nilikuwa sijulikani, ambaye Mungu alikuwa ananitumia tu huku bila platform, kama ilivyokuwa kwa Daudi alipokuwa anaua dubu na simba bila kujulikana. Maana yake Mungu alikuwa anaonyesha kwamba kuna wakati ambapo atanipa sauti pia kwa Tanzania. Ndio maana kuna video moja ambao imefikisha sasa hivi viewers 78,000. Na hilo Mungu alinionyesha kwenye ndoto kwamba amenikabidhi mic ya Askofu Dickson Kabigumila. Kwa hiyo chukua ushauri huu, tafuta hekima. Madaraka kuna wakati yanatakiwa kuwa na mwisho, hata kama tunapenda. Jihudhuru mapema, maana hakuna njia mbadala ambayo itatumika kuwapoza Watanzania nje ya kujihudhuru kama alivyofanya mzee Lowassa. Hiyo itakusaidia wewe, lakini pia itakutunzia heshima. Nisome andiko hili moja kwamba Mambo ya Nyakati ya Pili sura 18 mstari wa 1 inasema, basi Yehoshafati alikuwa na mali na heshima tele. Kumbe kuna kuwa na mali na kuna kuwa na heshima. Kwa lazima vitu viwili vyote viangalie. Usiangalie tu kuwa na mali au kuwa na cheo, alafu kwenye kutafuta hayo mambo kajikuta heshima yako imepungua.
mpaka sasa hivi kuna watu waweze wakakwambia ukweli, lakini heshima uliokuwa nayo wakati ukiwa mbunge ni tofauti na heshima ulio nayo sasa hivi ukiwa rais. Heshima yako imeshuka. Naamini mpaka sasa hivi kama ingekuwa kwamba unachaguliwa, mtu mwingine anatafuta kuchagua makamu wa rais, usingechaguliwa tena. Kwa sababu gani? Heshima ya mwanzo uliokuwa nayo imepungua, sio kama ya sasa hivi. Kwa kuna wakati ambapo inahitajika kufanya maamuzi sahihi kabla heshima yako haijapotea kabisa. Huyu Yehoshafati alikuwa na heshima, lakini alipoungana na mtu ambaye alikuwa muovu, njia zake hazijanyoka, alipoteza heshima yake kwa Mungu kwa muda. Nitasoma sura 19 ya hii Mambo ya Nyakati ya Pili, na mstari wa kwanza inasema, Yehoshafati mfalme wa Yuda akarudi Yerusalemu nyumbani kwake kwa amani. Yehu mwana wa Hanani mwonaji akatoka kwenda kumlaki, akamwambia mfalme Yehoshafati, je, imekupasa kuwasaidia waovu na kuwapenda wamchukiao Bwana? Kwa ajili ya hayo ghadhabu juu yako itokayo kwa Bwana. Naona Yehoshafati ambaye alikuwa amepata kibali kwa Mungu, alikuwa na heshima na mali, alipoamua kumsikiliza Ahabu ambaye alikuwa njia zake ni mbovu, heshima yake mbele za Mungu ilipungua. Ila kwa kuwa Mungu ni wa upendo akamuonya. Kadhalika na wewe, maamuzi mengi unayoyafanya, mengine yanatoka kwa mtu ambaye anakushauri. Kwa kuna wakati ambapo kama ambavyo Yehoshafati alipotezewa heshima kidogo na Ahabu, ndivyo ambavyo kuna watu wako nyuma yako wanatumia mgongo wako, lakini mwisho wa siku utaharibu wewe zaidi kuliko hata wao. Huo ni ushauri wangu. Naamini nitarudi tena kwa ujumbe mwingine, kwa sababu sasa hivi kuna mahali natakiwa nionane na mtu kwa ajili ya huduma. Na naamini watu wakifuatilia kwamba hata kabla hayajatokea, mwezi wa 9 mwaka jana, Mungu alinionyesha kwamba ninakuja Marekani, na njia yangu ya kufika baada ya kuwa nimekaribia Marekani ikawa ni ngumu. Na mambo mengi pia mwaka huu Mungu akawa ananionyesha, na yote yanayotimia sasa hivi hata kwangu binafsi Mungu alionyesha. Kwa hiyo hakuna kitu Mungu atafanya bila kumjulisha mtu. Mungu anachohitaji tu ni unyenyekevu, ukubali. Kuna wakati ambapo tunakubali kusalenda tunaoyataka sisi na kufanya kile Mungu anachotushauri. Huo ndio usalama wangu. Lakini pia wito kwa Watanzania, kwa kuwa Mungu alionyesha kwamba tusimwombee mabaya Samia, bali tumuombee. Huu ni wakati ambapo sio wa kumtakia dua mbaya. Sisi ni binadamu. Chukulia angekuwa mama yako anakosea, ungemwombea mabaya? Kwa Mungu anataka sura ya kanisa tuiwakilishe kama ilivyo. Tunapoinuka na kuanza kuombea afe afanyeje, hatumwakilishi Mungu kama alivyo. Na siku zote Mungu huwa anatamani unapoamua kutumia jina lake, basi umtumie kwa uhalisia wake. Alivyo Mungu ndivyo mwakilishe. Kwa hiyo ni wito wangu kwa watumishi wa Mungu. Mungu yeye ndiye anayeweza kumuondoa Samia Suluhu madarakani. Kwa sio nafasi yetu ya kumwombea mabaya, bali tumwakilishe Mungu kwa nafasi yake, kwamba yeye ni Mungu wa upendo. Mimi nyuma hapo nilikuwa niliwahi kuomba maombi magumu, na kwa sababu nilikuwa najua Mungu huwa ananitumia nikiomba, niliamini kwamba Mungu atajibu. Lakini Mungu akanionyesha kwamba sijakuita uombe hivyo. Ndio maana nikabadilisha, na sasa ninakuombea Mungu akupe hekima na wale wanaokuzunguka. Amen. Mungu uliye hai, asante kwa ujumbe huu kwa ajili ya Tanzania na kwa ajili ya Rais Samia. Mungu, wanadamu wote wanaweza kutuchukia, lakini wewe unaweza ukatupenda. Na hutupende kwa sababu ya maovu yetu, bali unatupenda kwa sababu unataka tutoke kwenye maovu yetu. Namwombea Rais Samia na wote wanaomzunguka kwa wazi na kwa siri. Wasaidie, wape hekima, maarifa na uongozi Bwana. Mungu, wape kusikia kila ambacho unawashauri. Mungu uliye hai, umesema kwa neno lako kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Msaidie mwanao. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu abariki wa Tanzania. Tuendelee kuombea taifa, tuendelee kuombea pia viongozi. Amen.